Mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza nafungua channel yako ya TFTV, tafadhali subscribe ili uwe mwanzo kupata video zetu mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Share video hii bila ya kusahau kudondosha comment yako, kwani ni muhimu sana. Na leo ni siku maalum zaidi kwa sababu tunakutana mikoa yote mitatu ya Unguja. Kwa maana ya mkoa Mjini Magharibi, mkoa wa Kaskazini Unguja na mkoa wa Kusini Unguja. Lengo la kukutana kwa pamoja ni kwa sababu mikoa yetu inaingiliana. Kwa hiyo mazingira yetu ya kiutendaji yanafanana sana. Na wahalifu wanaofanya uhalifu mjini wanaenda kusini, wanaenda kaskazini. Kwa hiyo kuna mwingiliano mkubwa. Kwa hiyo kutokana na mazingira hayo nataka niseme kwamba tulikubaliana si makamanda wote watatu. Baada ya kuona kwamba kuna kilio kubwa cha wananchi, lakini na sisi tunaona kwenye matukio kwamba wizi wa pikipiki katika mikoa yetu mitatu hapa Unguja unazidi kuwa ni tatizo kwa wananchi wetu, lakini ni tatizo kwa jeshi la polisi. Kwa hiyo tukaona mmoja wa 40 ya kumaliza ili kufanya operations za pamoja. Sababu hizi wanasilahi wanakimbia huku wanaenda huku. Kwa hiyo tukaona ngoja tuwakabe kote kwa pamoja. Kwa hiyo kuanzia tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka huu 2025 tulianza operations za pamoja ambazo zilisimamiwa na upelelezi wa mikoa yote mitatu. Operation hizo zilikuwa maalum kabisa kwa wezi wa pikipiki. Operation hizo ni endelevu toka tuanze, hatujalala. Lakini tumeona kwa sababu nyinyi ni wadau muhimu, waandishi wa habari na wananchi wetu, ili wajue kazi ambayo jeshi lao linafanya, nyinyi ndio watu wa kupitisha hiyo taarifa. Leo tukutane na nyinyi wote kwa pamoja. Na tumekutana na nyinyi tukiwa tumepata mafanikio makubwa sana. Mpaka tarehe ya leo ninavyoongea hapa tumeshakamata watu 17 ambao wanajihusisha na matukio ya wizi wa pikipiki. Ni watu 17, na watu 17 wamegawanyika katika makundi makubwa mawili, lakini na kundi dogo la tatu. Kundi la kwanza ni wale wanaofanya wizi kabisa wa hizo pikipiki. Na kama ambavyo mnajua, wizi wa pikipiki kwa sisi hapa Zanzibar ni ule ambao ni wa kuvizia. Ule wizi wa kuvizia. Na tumewahoji wahalifu wote wanaeleza hiyo njia kwamba ndio wanatumia. La kwanza wanavizia watu wakiwa kwenye maziko. Watu wameenda kwenye makaburi, kwenye mava kule makaburini. Nafikiri naelewa vizuri neno mava. Wameenda makaburini, wanafanya maziko. Wezi wanakaa jirani, wanavizia, wanaangalia pikipiki, wanaenda wanaziiba. Lakini wakati mwingine wanavizia watu wakiwa kwenye nyumba za ibada. Watu wameingia kwenye misikiti, wanafanya ibada, wanavizia watu, wanaona watu wameingia, dua zishaanza kule ndani, mahubiri, wanaiba pikipiki. Mwingine ni watu ambao wanazitunza pikipiki nyumbani. Watu wana imani, unajua watu Zanzibar ni nchi ambao watu walikuwa wametulia. Sasa watu wanaamini bado watu. Kwa hiyo mtu ana pikipiki yake anaona kuweka ndani, labda anaona ni nini, anaipaki nje ya nyumba. Watu wanavizia, wanaiba. Kwa hiyo anaweka ndani lakini afungi ule mlango, watu wanavizia. Kwa hiyo matukio mengi hapa kwetu ni ya kuvizia na kuzichukua. Kwa hiyo sasa kama nilivyosema tumeshakamata watu 17 katika makundi makubwa mawili, ambayo ni kundi la kwanza ni la wezi kabisa. Yaani wale ambao wanazivizia na kuziiba. Hili kundi lina jumla ya watu 12. Lakini watu 12 hawa wamegawanyika katika makundi mawili. Watu wawili wanaiba kwa kushirikiana na wenzao 10. Wakishaiba hao wawili wanazinunua zile pikipiki walizoiba na wenzao. Yaani wanashirikiana, wanaweza sio kama wanaiba wote 10 kwa wakati mmoja, wanaweza kaiba wawili, lakini kama wako wawili wakiiba, mmoja kama yuko kwenye kundi la pili la hao wawili, yeye anainunua ile pikipiki. Mnaelewa ndugu waandishi? Kundi la pili ni wale wanaopokea. Au kazi yao ni kupokea. Pikipiki zikishaibiwa wanapelekewa, wanajulikana, wanapelekewa, wanazinunua. Wakishazinunua wanashirikiana na mafundi, wanazibadilisha muonekano. Lakini wakati mwingine wale mafundi wanaingilia mpaka namba, zile chassis namba ambazo zinatupa usumbufu sana wakati wa upelelezi. Wanaingilia zile frame number zile za pikipiki zile. Unajua pikipiki kuna namba zake, kila pikipiki na namba yake. Kwa hiyo wanaingilia zile namba, wanaziharibu. Lakini wanafanya vibaya zaidi kwa sababu wanatumia kadi za kugushi. Wanatumia watu wa mitaani. Siku hizi teknolojia imekuwa, zinatengenezwa kadi za kugushi. Kwa hiyo zile kadi ndio sasa zinatumika. Na kwa sababu ya kusaidia, nataka niwasome watu majina hawa ili wananchi wajue.
Kama mtu hataridhika, atasomwa jina, atakasirika. Sasa tutafanyaje? Maana tunataka wananchi wetu wajue ni kina nani wanaowaibia. Kwa hiyo wale wezi kabisa ambao wanashiriki kwenye kuiba, wa kwanza anaitwa Abrahamani Juma Shaibu. Huyu maarufu wake wanamuita Mdogo. Yeye ana miaka 20, ni mshirazi wa kwa Mtipura. Kwa Mtipura nafikiri mnapajua, ni eneo lile linaloeleweka. Mwingine Al-Karim Haji, yeye maarufu anaitwa Kasongo. Yeye ana miaka 19. Na yeye ni mshirazi, mkazi wa madukani. Mwingine anaitwa Abubakar Musa, yeye ana miaka 22, yeye ni mshirazi wa Chumbuni. Mwingine ni Hamis Juma Hassan, yeye ana miaka 21, mkazi wa Melisita. Maana nafikiri mnaona vizuri yeye. Mwingine ni Nasri Suleiman, yeye ana miaka 20, ni mkazi wa Kazole. Mwingine ni Hassan Saidi Hassan, maarufu wake anaitwa Kaba. Jina hilo la Kaba, yani watu wanamjua kwa jina la Kaba. Kwa hiyo yeye ana miaka 30, huyu ndo mzee. Ana miaka 30, anaishi Munduli. Mwingine anaitwa Saidi Masud Mari, yeye ana miaka 31, naye ni mzee, anaishi Mboriborini. Mwingine ni Juma Hamisi Juma, yeye ana miaka 31, anaishi Darajani. Mwingine anaitwa Muhammad Hamisi Juma, huyu ana miaka 24, anaishi Daraja Bovu, maeneo hayo. Mwingine ni Abduli Hamisi Othman maarufu kwa jina la Fallen, yeye ana miaka 23, huyu anaishi Shauri Moyo. Hawa wanaiba tu, ni wale wezi. Wengine wezi ambao wanaiba na kununua ni Hamisi Abdalla Juma, huyu ana miaka 23, anaishi Kilimahewa Bondeni pale. Wa pili katika wanaoiba na kununua anaitwa Abraham Yusuf, yeye ana miaka 20, anaishi Mwembe Makumbi. Kwa hiyo hawa tumewakamata, ni wezi. Lakini wanaozinunua hizo pikipiki sasa na kufanya zile modification wako watano. Yuko Suleiman Ramadhani, yeye ana miaka 27, ni mkazi wa Magogoni. Yuko Thabit Mohamed Suberi, yeye ana miaka 19, ni mkazi wa Chuini. Yuko Sharifu Juma Hamadi, yeye ana miaka 31, ni mkazi wa Chunga Fuoni. Mwingine anaitwa Juma Mohamed Chuma, yeye miaka 33, anaishi Amani Fresh. Yuko Abduli Ramadhan Musa, ana miaka 25, yeye anaishi kwa Mchina Mwisho. Kwa hiyo hili ndio kundi la wanaotusumbua, na hawa wanaenda mikoa yote mitatu. Hawa wanunuzi wananunua kule kaskazini, wananunua kusini, wananunua hapa. Wakija wanazibadilisha, wanaziuza hapa. Kwa hiyo kuna wananchi wetu hapa wengi ambao tumeenda kwa tukazikamata hizo pikipiki, wameuziwa. Sasa ninachotaka kusema ni kwamba tuombe wananchi tusaidie, na nyinyi waandishi wa habari, kuambia wananchi ziko taratibu za kununua pikipiki, kununua vyombo vya moto, wazifuate. Ya muhimu zaidi ni kubadilisha jina la umiliki. Wananchi wengi hapa Zanzibar wananunua vyombo vya moto, lakini yale majina ya umiliki hawabadilishi. Wanabaki nayo. Wanachoogopa ni kodi ndogo sana, tozo ndogo sana ambayo inafanywa na ZRA kwa ajili ya kubadilisha lile jina. Sasa madhara ya kukwepa hiyo tozo ndogo ndio sasa unakuwa na chombo. Madhara yake unajua ni nini? Kile chombo kikiibiwa, tukikikamata, kina jina la mtu, tukimtafuta yule mtu sasa kupitia zile ile nani atia ile kadi, tunampata mtu ambaye sasa mimi nishauza zamani, bado inauzwa hata mara 4, lakini jina linabaki lile la kwanza mtu aliyenunua kwenye duka. Lakini lingine, ukienda zaidi ya kama unauziwa pikipiki ambayo imebadilishwa namba, ukifika kule watakwambia hii imebadilishwa. Kama imegongwa ile namba, ikabadilishwa ile namba yake halisia, zaidi ya simnabadilishana, zaidi ya watangalia kwenye mfumo watasema hii pikipiki ya namna hii haipo. Kwa hiyo namba sio sahihi, kwa hiyo usinunue, unanunua kitu ambacho ni bomu. Kwa hiyo watu wana pikipiki hapa ambazo sio pikipiki kwa sababu hazina usajili halali, kwa sababu namba zile zimegongwa. Hawa watu watano hao ndio kazi zao hizo wanazozifanya. Wanatafuta mbinu, wanagonga zile namba, ndio wanamuuzia mtu. Tumeelewana? Kwa hiyo ndio hali ilivyo. Sasa ninachotaka kuwaambia wananchi wa mkoa Mjini Magharibi, kaskazini Unguja na kusini Unguja, ni kwamba jeshi lao la polisi liko imara. Tunafanya operation kubwa, tunahakikisha kwamba pikipiki zilizoibiwa tunazirudisha. Sasa ndugu waandishi wa habari, tusaidieni kuwatangazia wananchi wajue, waje. Tabu ambayo tutaipata sasa ni kwamba wakija zile kadi zile, wanakuja na kadi yake haiendani na mambo yaliyo kwenye pikipiki yenyewe, kwa sababu hawakusimamia vizuri wakati wa kuinunua. Amekuja na kadi inataja chassis number ile frame number, tunaita chassis number. Ukienda kwenye pikipiki yenyewe sio yenyewe ile.
kwa sababu wakati anaamua kufuata kanuni ameuziwa kitu ambacho ni bomu. Na sasa hatuwezi kumrudishia mtu pikipiki ambayo ile kadi yake na namba haviendani. Na pikipiki zote tulizokamata mpaka sasa ziko 23. Tumezitunza kituo cha polisi Bububu na zingine hapa Madema. Tumezichukua kutoka mikoa ya wenzetu kule, ziko hapa ili wananchi wapate wafanye utambuzi sehemu moja. Kwa mwananchi hawa anakaa kaskazini Unguja, anakaa kusini Unguja, anakaa mjini Magharibi. Solomon kama ameibiwa pikipiki yake aje, zipo. Kama hiyo changamoto ya namba itakuwepo, basi atashikana na maafisa wetu kuona ni jinsi gani wanaweza kwenda mpaka haki yake ipate. Marasio wapo, wabobevu wenye upelelezi, ZDRI wapo, watahusiana na marasio, tutaangalia. Wako wataalamu kwetu polisi wa kuangalia hizo namba zilizogushiwa, wanaweza wakazifuta ukaona ile namba yao imekuja. Sasa ni process ndefu, ni hatua ndefu, lakini wananchi wao wavumilivu, maana lazima hizo kanuni zifuatwe. Tifu TV inakupatia video mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya Tifu TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Bila kusahau kudondosha comment yako kwani ni muhimu sana. Tifu TV tupo kijamii zaidi.